mwanachama wa Chadema kutoka Iringa, lakini pia nilishawahi kuwa na vyeo mbalimbali ndani ya Chadema. Nishawahi kuwa katibu wa baraza la vijana Iringa mjini. Nishawahi kuwa afisa habari wa chama mkoa wa Iringa. Nimewahi kuwa mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema kanda ya Nyasa. Na nimejiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo tangu mwaka 2013 nikiwa mkoani Kilimanjaro, Rombo Mkuu. Lakini leo nimewaiteni waandishi wa habari mida hii ya jioni walau tuweze kuzungumza mawili matatu ambayo yanaendelea kwenye siasa za sasa hivi, ili tuweze kujuzana mawili matatu kadri ya muda utakavyoturuhusu. Ni kwa kipindi karibia cha mwaka mmoja sasa hivi chama kilikuwa kwenye mambo ya uchaguzi, na tumefanya uchaguzi wake kuanzia ngazi za chini mpaka ngazi za juu mpaka ulivyohitimika tarehe 21 mwaka huu. Mwezi ulikuwa wa kwanza mwaka 2025 kapata viongozi wa kitaifa. Lakini kwa kipindi chote hiki chama akijajijenga, lakini chama kimetumia huo muda wa uchaguzi kuweka migogoro mingi. Kuna visa vingi baina ya viongozi na wanachama, wanachama na viongozi, viongozi kwa viongozi, viongozi wa juu kwa viongozi wa chini. Kumekuwa na visa na visanga vya namna hiyo kwa kipindi cha mwaka mmoja. Kwa hiyo chama kijaweza kuseta, ambayo matokeo hayo baada ya uchaguzi ulioisha umekuja kuleta ndani ya chama kitu kama mpasuko, umeleta ndani ya chama ubaguzi, umeleta ndani ya chama chuki na mambo yanayofanana hivyo, ambayo Watanzania wote na nyinyi waandishi wa habari mnayaelewa. Kwa hiyo tukasema sawa, tukavumilia kwa kipindi chote hicho tangia uchaguzi umefanyika, labda mambo yataisha, kwa sababu tunaamini kwamba Chadema ambayo tunaijua sisi ni Chadema anayomaliza mambo yake ndani kwa ndani. Ni Chadema ambayo ndugu wakigombana wanamalizana ndani kwa ndani. Lakini Chadema hii ya sasa imekuwa ni viongozi wa Chadema wamekuwa ni watu ambao hawataki kumaliza migogoro ndani ya chama, badala yake wanaikuza. Imekuwa na ubaguzi mwingi sana. Kama mtu alikuunga mkono, huyo inaonekana kama ni msaliti kama kuunga mkono. Kwa hiyo imekuwa na mambo mengi ya hivyo ambayo inafanya sisi wanachama na baadhi ya viongozi tuwe katika njia panda. Hatujaona lile kusudi la Chadema la umoja na nguvu na mshikamano baina ya wananchi na raia ambalo lilifanya Chadema ikue mpaka kufika hapo kama linaweza kuendelea. Lakini pamoja na mambo hayo, ndani ya Chadema kumekuwa na matukio ambayo hayaridhishi, ambayo yanakifanya chama kinaelekea kukosa sifa au kukosa uhalali kwenye jamii. Tumeshuhudia mara kadhaa viongozi wa Chadema kwenye vikao vyao vya ndani wakipigana. Mfano ilikuwa na dada yetu wa Njombe ambaye ni mwenezi wa Bawacha. Naona mara nyingi wakiwa anapigwa na umizwa ndani ya kikao cha kumaliza migogoro ndani ya chama. Tumeshuhudia chama kikiwa kina plant au kinapandikiza migogoro na chuki ambayo haina maana tena kufikia kwa viongozi wakuu. Nimesikiliza makamu mwenyekiti wa chama bara John Heche mara kadhaa akisema kwamba nchi haiwezi kutawaliwa na mwanamke, akisema Wazanzibari hawezi kutawala nchi huu muda na mambo yanayofanana hivyo. Lakini hawa ni viongozi wa juu wa Chadema ambayo watu walitegemea kwenye sera kwamba kiongozi wa Chadema anavyosimama anaongea sera, analeta sera mbadala za watu wanatoka wapi, watu wanaenda wapi. Kwa hayo mambo hatuyaoni tena ndani ya Chadema. Hatuoni Chadema ikifanya jitihada za kuwarudia watu chini, kuungana nao kama ilivyokuwa inafanya zamani. Sasa hivi Chadema wamejawa na kiburi. Mfano hapa Iringa machinga anaweza akawa na shida au wafanyabiashara, unamwambia kiongozi
vipi, mbona hao watu wana shida lakini hamna mambo amwendi kuwaona? Mtu anakwambia wao ndio wao acha wapigwe na shida, watakuja shida zikiwashinda vizuri watakuja ofisini. Kwa Chadema kimekuwa ni chama cha kiburi. Bahati mbaya sana na viongozi wao wamejawa na kiburi cha mikutano ya hadhara. Wakiona wanaenda sehemu wanaitisha mkutano, watu wanakuja, wanafikiri wale watu ni wa kwao na wanachukulia ile kama ni sura nzima ya nchi nzima. Lakini ni muda wa kuwakumbusha kwamba Kakobe akija sehemu yoyote au akienda sehemu yoyote anajaza watu wa Tanzania hawa. CCM akienda sehemu yoyote wanajaza watu wa Tanzania hawa. Nani Mwamposa akienda hivyo hivyo anajaza. Kwa hiyo hawa ni Watanzania ndo walivyo, wanakuja wanakusikiliza, wanaondoka, wanaenda na mambo yao mengine. Lakini wamekuwa na watu ambao hawawezi wakasema ni wakwao kwa matendo na vitendo. Lakini watu hawa wameendelea kuwapa viongozi wa Chadema wamejipa kiburi kwamba hawa watu ni wakwao, na mpaka tumefika hapa leo. Unamuuliza mtu anakwambia tunaingia kwenye uchaguzi, watu wanataka mabadiliko. Ni kweli kabisa. Kila mmoja anataka mabadiliko. Watu wanataka mifumo ya utawala nchi hii ibadilike. Ni kweli kabisa. Lakini inabadilikaje? Viongozi wa Chadema wanatuambia no reform, no election. Good and fine. Tunaifanyaje hiyo no reform, no election? Hamna mtu yoyote ambaye anaonesha umma kwamba no reform, no election tutafanya 1, 2, 3 tutafika hapa. Na tutaachivu hili, tutakosa hili, lakini tutapiga hatua fulani. Kwa hiyo tumebaki kwenye mvutano wa hivyo, no reform, no election. Imeendelea mpaka sasa hivi bado inaendelea, lakini inaendelea ni kama ngonjera au mziki, ni kama wanatumbuiza. Hatuoni seriousness wa no reform, no election, kwamba wanatuambia kwamba wao wanaenda kuzuia uchaguzi. Kimuuliza unazuiaje? Anawaambia tunakinukisha. Unakinukisha vipi? Hatuelewi. Lakini ukweli ni kwamba mpaka sasa uwezo wa kukinukisha haupo. Hatuoni namna wala mpango wowote wa namna ambavyo Chadema inaweza ikarai na jamii, kwa sababu jamii imeshaichukulia Chadema kama mambo tu ya kawaida, sio ile Chadema ambayo jamii ilikuwa inategemea kwamba tukiwa na shida Chadema watatusemea. Chadema wanaongea mambo yetu, Chadema wana sera. Sasa unaenda Maswa, unamwambia mkulima wa pamba Maswa no reform, no election. Mtu ana shida ya maji, ana shida ya bei ya pamba, ana shida ya barabara, ana shida ya mifugo na mambo mengine. Unamwambia no reform, no election. Huyo mtu anakuelewaje? Huyo mtu atakufuataje? Huyo mtu atakuwaje mfuasi wako kuweza kuzuia huo uchaguzi walao au tupate reforms? Kwa hiyo imekuwa ni mambo ya ajabu ajabu, ni mambo ambayo mwanzo unaonekana lakini hayana katikati wala mwisho. Kwa hiyo kwa mazingira kama haya yamesababisha sisi ambao tulihoji kwamba mnaonaje hapa tunatokaje, tumeanza kuonekana sisi ni wasaliti. Na hii imekuwa sasa hivi ni fashion ndani ya Chadema. Chadema ambayo sisi tulizoea, ambayo tulipenda, tulijitolea kufanya nayo kazi, tulijitolea kufanya kazi za chama bure, tulijitolea muda wetu na pesa zetu. Leo mtu kihoji, mtu anakwambia wewe ni msaliti. Ukihoji anakwambia wewe umelipwa. Ukihoji anakwambia wewe umetumwa, na mambo yanayofanana hivyo. Sasa hivi hatuoni tena vijana wa Chadema wakiwa wana comment au wanaleta hoja au wanajibu hoja. Mtu ukiweka hoja, mtu anakujibu kwa matusi. Ukiweka hoja, mtu anakujibu kwa kebehi. Kwa hiyo tumekaa kwenye chama, mtu anakuita wewe CCM, lakini bado anakuhitaji. Tukasema sawa, hamna shida. Kwa ndugu waandishi wa habari, leo nimewaita niwaambie kwamba kwa mambo ambayo nitayazungumza na nimeshazungumza, ninatangaza rasmi kwamba kwa sasa, kwa muda huu, ninatumia haki yangu ya kikatiba kujitoa Chadema.
nikachukue pia huu muda nitafakari, nitafute chama ambacho kina sera ambazo zinaweza kuendana na wakati huu, kina mipango ambayo inaweza kuendana na wakati huu na inaweza ikaendana na raia wa Tanzania wanataka nini, ili tuweze kupata baadaye jibu la ni wapi tutafanya nini ili tuweze kuendeleza mapambano. Kwa hiyo nimeona niwaite hapa nishirikiane kwa ushirikiano tuweze kushare hili jambo na muweze kulifikisha kwa Watanzania.